Uhari gani mtazamaji wa Nyikani TV? Ni muda kidogo hatujazungumza ana kwa ana ama hatujawasilishiana mawazo mbalimbali, kusemeshana na kutafakari kwa huko tuendako. Lakini kabla tujaenda huko tuendako, lazima tutafakari hapa tulipo. Swali ni moja tu, kwamba mwaka 2030 nani ataituliza CCM? Na kuna kaka yangu moja anaitwa ndugu Madodi, hivi karibuni ameandika andiko lake pia akihoji, akiuliza na kutaka kujua watu wanasemaje ama wanatoa maoni gani, kwamba nani mwaka 2030 ataituliza CCM kwa namna gani. Tutaangalia hapo mbele. Leo nataka nikukumbushe tu jambo moja, kwamba mwaka 2027, yani mwakani, imebaki kama miezi kadhaa tu ili ufike mwaka huo 2027. Chama cha Mapinduzi kitaanza kupanga safu, na tunaposema Chama cha Mapinduzi kitaanza kupanga safu, vile vile wagombea wa urais wa mwaka 2030, kama kutakuwa na uchaguzi wa ndani ya Chama cha Mapinduzi, basi nao pia wataanza maandalizi ya kupanga safu zao, hasa katika nafasi kubwa mbili. Nafasi ya kwanza ni ujumbe wa halmashauri kuu, yani NEC, kutoka katika kila mkoa. Lakini jambo la pili, kupata wenye viti wa mikoa. Jambo la tatu, kupata wenye viti wa wilaya kwenye kila wilaya, kwa sababu hawa watakuwa ni wajumbe wa mkutano mkuu, lakini pia na baadhi ya wajumbe wa mkutano mkuu kutoka kila wilaya, ambapo ni kama watatu hivi wanatoka kila wilaya, ambao wataenda kuchagiza kwenye masuala ya kuamua ama kupitisha jina la mgombea wa urais mwaka 2030. Sasa turudi nyuma kidogo na tuzungumze swali hili, tukibaki kwenye swali hili kwamba nani ataituliza CCM mwaka 2030. Na ikumbukwe kwamba huko nyuma ni wazee wengi wa staff ndio walikuwa wanatuliza dhoruba ama kashikashi au moto wa uchaguzi ndani ya CCM, hasa kwenye nafasi ya urais. Tukumbuke vyama vingi vilipokuwepo, vyama vingi mwaka 1995 vilipoanza, na mpinzani mkubwa sana katika uga wa siasa za Tanzania alikuwa ni Augustino Lyatonga Mrema kupitia chama cha NCCR Mageuzi. Ilikuwa moto kweli kweli, na ilifikia hatua wananchi kwa imani kubwa na Lyatonga ama Augustino Lyatonga Mrema katika nchi ya Tanzania. Hata gari lake lilokuwa amepanda au alikuwa anapanda, ni marehemu sasa, Mungu amrehemu, lilikuwa linasukumwa na wananchi. Yaani kwamba usimalize mafuta, gari linasukumwa, na kashikashi zikazi zinatokea kweli kweli, kama ujuavyo kwamba chama na serikali kinategemea watu wa namna gani kutuliza wananchi ambao wanakuwa wanaupenda upande mwingine. Ikafikia hatua Mheshimiwa Rais marehemu, naye sasa mwasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kutoa statement kwamba mwacheni huyo aendelee kusukumwa tu, kwa sababu hata maiti pia huwa inasukumwa. Basi mambo yakaenda hivyo, lakini twende sasa mwaka 1995. Mwaka huo, mwaka 95, mshike ulikuwa mkubwa kweli kweli, na hatimaye akatokea Benjamin Mkapa kuwa rais wa Tanzania ama mgombea wa Chama cha Mapinduzi kupitia CCM mwaka 95. Na ikumbuke kwamba Benjamin Mkapa alikuwa pia chaguo la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na hatima ikatokea hivyo baada ya kutokea mshike mkali sana kwenye
mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Na ikumbuka kabisa mikutano hii ya Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa inafanyika katika ardhi ya Dodoma. Lakini twende mwaka 2005. Mwaka 2005 pia Dodoma iliwaka moto kweli kweli. Na ilikuwaje? Ikatokea kama mjuavyo, ikatokea kashikashi za namna ile ile, na mpaka kupatikana Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Mimi nimezoea kumuita baba wa demokrasia Tanzania. Alikuwa ni chaguo la watu kweli kweli, lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna vikao vikawa ni kama vimtaki hivi, anataka kukatwa jina lake, lakini Mkapa aliingilia kati na kuamuru ama kulichomoza jina la Jakaya Mrisho Kikwete, na hatimaye akaula na kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2005. Lakini mwaka 2015, kwa wale wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa kwa umri kama ule wa kwangu, ni kwamba ilitokea pia kashikashi kubwa kweli kweli, na hii kashikashi nadhani bado ipo kwenye maeneo mengi ya mioyo ya watu. Nasema kwenye maeneo mengi kwa sababu wale wote ambao walikuwepo kwenye siasa nyakati hizo 2015, hasa kwenye nafasi za maamuzi, hasa ujumbe wa mkutano mkuu, waneki wale wa wilaya, kulikuwa na waneki wa wilaya for that time, nao mambo yalikuwa mazuri kweli kweli, kwa sababu alikuwepo mtu aliyeitwa Edward Lowassa. Edward Lowassa, kila mahala, kila mmoja aliamini kwamba shughuli imekwisha, lakini kumbe mambo yalikuwa bado, na hatimaye kikao cha kamati kuu kikamkata jina lake Edward Lowassa na kupitisha majina ya watu wengine, jambo ambalo wajumbe wa mkutano mkuu hawakuliafiki, na ndipo ikatokea mpaka kuimba nyimbo za tuna imani na Lowassa wakati viongozi wakiingia ndani ya ukumbi, jambo ambalo pia tunaambiwa kwamba Mheshimiwa Mkapa ni mmoja kati ya watu ambao walituliza dhoruba hiyo, na watu wakawa wameheshimu kwa shingo upande, lakini wameheshimu. Na ikumbuke kwamba baadhi ya wajumbe wa kamati kuu hawakuridhika pia na maamuzi ambayo yalikuwa yametolewa ya kukata jina la Lowassa, na hatimaye wakatoka nje ya ukumbi na kueleza umma kupitia vyombo vya habari kwamba maamuzi yale hayakuwa sahihi. Sasa swali ni moja tu, na ambapo mwaka huo John Pombe Joseph Magufuli alipata nafasi, akaula kwenye nafasi ya urais. Sasa turudi, swali ni moja tu, mwaka 2030 kama kutakuwepo pia uchaguzi ndani ya chama hicho, kama kwa sababu yes, tuseme hili kwa sababu yapo yanayosemwa kwamba huenda kwa sababu rais mara nyingi anachaguliwa kwa kura za wananchi mara mbili, lakini rais wa sasa amechaguliwa mara moja. Huenda kama mjuavyo, hata nyakati za Magufuli tulisikia atake asitake, kama zitatokea kauli za atake asitake, basi mambo yataishia hapo. Endapo uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi utaruhusiwa endapo utaruhusiwa kuwepo, kama hawatajitokeza wale wa atake asitake aendelee, basi tunajiuliza nani ataituliza CCM kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais mwaka 2030 ndani ya chama hicho. Baadhi wanasema kwamba kama mtu mmoja hivi ambaye anaipenda Tanzania kwa ukweli, kama yeye hatochukua fomu, basi wanamtarajia kwamba labda ndiye anayeweza kutoa hata sauti na watu wakamwelewa kwenda kuinusuru CCM ama kukazia yale maamuzi ambayo yataamuliwa wakati huo.
kwamba nani haruhusiwe kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenda kula mema ya nchi katika nafasi ya urais. Na mtu huyo anayetajwa ni huyu aliyesema hivi karibuni kwamba kugombana na masuala haya ya kugombana kivyama ni kuzuia hivi vyama ni kama watu sio wa Tanzania hivi, wakati vyama vyote vimeanzishwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania, ni ujinga. Huyo ndiye anatajwa kwamba huenda labda ndiye anaweza kutuliza dhoruba ndani ya Chama cha Mapinduzi kama kutakuwepo na uchaguzi wa kumpata rais mwingine kupitia CCM. Mtazamaji, wewe unadhani nani ataituliza CCM kwa hapa tulipo na huko tuendako? Na Chama cha Mapinduzi huko nyuma inaonyesha viongozi wa stafu ama marais wa stafu ndio wanaokuwa na sauti ya kutuliza dhoruba inapokuwa ikijitokeza. Lakini tunaye mstaafu si mwingine ni Jakaya Mrisho Kikwete. Je, ataweza kutuliza dhoruba endapo itajitokeza mwaka 2030 na endapo kama kutakuwa na uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi? Kama hawatatokea atake asitake? Karibu, mimi nimejisemesha tu. Karibu tafakari, nawe toa maoni yako kwenye comment selection kwa lugha ama kauli ambazo ni za kiungwana. Karibu.